Je, unataka ajira idara ya uhamiaji? Basi kama ndiyo, nisikilize kwa makini, kaa vizuri, kaa mkao, lakini hakikisha unashare video hii kwa watu unaowapenda ili na wenyewe wapate madini haya. Namba moja, kama unataka ajira uhamiaji, namba moja, muombe Mungu. Muombe Mungu sana. Lakini namba mbili, fanya mazoezi, mfano kucheza mpira, basketball, netball. Kama unakwenda gym, nenda. Riadha, michezo ni muhimu sana. Shiriki michezo, fanya mazoezi. Namba tatu, punguza watu wasio na faida kwako. Kama ni ndani ya familia yako, punguza. Kama ni eneo unalotoka, hama eneo hilo, nenda mbali nao. Kuna msemo wa Kiingereza unasema avoid people who have negative energy, kwa sababu watakudrain, yani watakurudisha nyuma tu. Namba nne, wekeza kwako. Kama ni ujuzi mpya, ongeza. Mfano, kama ulikuwa haujui kuchomelea, jifunze. Kama ulikuwa haujui kuendesha gari, jifunze. Kama ulikuwa haujui kutengeneza gari, jifunze. Yani, ongeza chochote kipya ambacho ulikuwa hauna. Kama ulikuwa haujui Kiingereza, jifunze English course, yani ongeza chochote kitu. Na mwisho, punguza ujuaji. Mfano, ujuaji wa kujifanya unajua kila kitu. Mfano, umepata chance ya kuzungumza na maafisa wa uhamiaji, au umepata chance ya mtu yoyote ambaye ameajiriwa ndani ya uhamiaji. Sasa hapo unabidi uwe msikilizaji zaidi, yani usijifanye wewe ndio unajua kila kitu. Kuwa msikilizaji zaidi, na ikibidi andika note, take note. Andika pale madini ambaye afisa au mtu yoyote aliyeajiriwa na uhamiaji. Hiyo itasaidia sana, yani kuwa msikilizaji zaidi. Lakini usibishane na mtu ambaye ameajiriwa ndani ya taasisi hiyo au idara hiyo. Lakini punguza pia ujuaji wa kukataa kujifunza, yani unajiona umefika kilele cha maarifa. No, punguza hizo. Lakini acha ujuaji wa kutafuta sifa. Mfano, labda unaongea na mtu ambaye ameajiriwa ndani ya uhamiaji, sasa unataka sifa. Mfano, labda unaweka misamiati ya kigeni, yani ujionyeshe wewe ndio unajua Kiingereza sana. No, tumia tu lugha ya Kiswahili. Hujaambiwa. Ukiambiwa labda utumie kwa Kiingereza, utatumia Kiingereza. Lakini kama haina haja, wewe tumia Kiswahili tu. Yani punguza kutumia misamiati ya kigeni ambayo haihitajiki.